safari. Asante sana. Pole pia kwa matokeo. Asante sana. Niambie, kwa upande wako safari ilikuwaje wakati mnarudi na hali ya wachezaji kwa ujumla baada ya kupoteza? Kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekuwa na safari nzuri na tumerejea salama. Hilo ndio jambo la msingi, na mara baada ya kuwasili moja kwa moja sasa tunaelekea kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wetu wa marudiano siku ya tarehe 9 katika uwanja Benjamin Mkapa. Okay. Mashabiki wa Simba ni kama kwa upande wa mechi ya kwanza wamepoteza tumaini na tumaini limebaki katika mechi ya pili ya marudiano ya tarehe 9. Kipi ambacho kama semaji unaweza ukawaambia, lakini kipi ambacho umewaandalia katika siku hizi chache ambazo zimebaki? Sisi hatujapoteza mchezo. Hicho ndicho ambacho tunakitambua kwenye fikra zetu na akili zetu. Hatujapoteza kwa sababu bado tunayo nafasi kubwa ya kufuzu kwenda hatua inayofuata, kwa maana ya hatua ya nusu finali. Matokeo yaliyotokea pale Suez, Misri, wala hajatutingisha hata kidogo na wala hajatuumbisha hata kidogo. Kama kuna mwana Simba amekata tamaa, basi huyo lazima ajichunguze upya na uimara wa usimba wake. Sisi Simba wenyewe tunasema kwamba hii ngoma bado mbichi sana na hii ngoma bado nyeupe kweli kweli. Nafasi ya kuvuka tunayo, na tangu mwanzo tulisema hii tunavuka. Tunavukaje? Ni baada ya tarehe 9 ya mwezi wa 4 mnyama atakuwa nusu finali. Kwa hiyo wana Simba ni watoe hofu, wala wasiwe na mashaka hata kidogo. Mchezo wa jana tulikuwa kwenye ubora wetu kwa dakika zote 90. Ni makosa kidogo tu ambayo yalipelekea sisi kupoteza mchezo ule, lakini hilo wala halituyumbishi kwa sababu tunafahamu ni nini tunapaswa kufanya ili Simba aende nusu finali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaita na kuwaomba wana Simba, wao jukumu lao la msingi tu ni kuja Benjamin Mkapa, nusu finali watu wachie sisi. Pengine kwa namna ambavyo mmeruhusu mabao mawili, wana Simba wengi pengine wameona kama umekuwa ni mlima upande wa wana Simba. Hakuna mlima. Mabao mawili ambayo tumefungwa pale Misri wala sio mlima hata kidogo, ni tambalale tu. Ni mabao mawili ambayo tunaweza kuyapata kipindi cha kwanza pengine cha mchezo wetu wa tarehe 9. Wala hilo halitusumbui hata kidogo. Tumeshavuka viunzi na vigingi vikubwa Simba Sports Club. Katika timu ambayo inaongoza kutoa vipigo vikubwa Afrika hii ni Simba Sports Club. Rejea kipigo ambacho tulimpa Horoya bao 7, rejea kumbukumbu tuliomfanyia Galaxy bao 6. Kwa hiyo hatushindwi kwenda kufanya ubaya katika mechi Al-Masry pale Benjamin Mkapa. Na hiyo nakwambia ilikuwa ni ligi ya mabingwa Afrika. Sembuse hii kombe la shirikisho dhidi ya Al-Masry. Kwa hiyo magoli mawili kwetu wala sio mlima hata kidogo. Tunafahamu kabisa namna gani ya kuyavuka hayo magoli mawili na mnyama akaenda hatua inayofuata. Yaani Simba hii yenye ubora hii tunaofahamu sisi, dakika 90 za Benjamin Mkapa tukose magoli 3, sio Simba ninayejua mimi. Wazungumza na wachezaji, kuna chochote wamezungumza kutokea matokeo haya? Yeah, wachezaji wamesema hii tunavuka. Ni makosa ya kimchezo ndio ambayo yamepelekea sisi kupoteza mchezo ule, lakini kila mmoja ambaye nilikuwa nikizungumza naye ananiambia, Ahmed, usiwe na wasiwasi, hii ni nyepesi mno, hii tunavuka, wala msiwe na mashaka. Wewe endelea kuita watu, endelea kuhamasisha wana Simba waje kwa wingi uwanjani, hili tunaliweza kabisa. Na mimi niwaambie wana Simba, hii sisi tunaiweza kabisa. Na Al-Masry ndo atakuwa Mwarabu wa mfano katika Waarabu wote ambao tumewahi kucheza nao. Tumeshafunga Waarabu wengi sana, lakini kumfanya vibaya Mwarabu hatujawahi. Tumewafanya vibaya timu nyingine huku wakina Horoya kutoka Afrika ya upande huo mwingine, lakini Mwarabu kumchakaza hatujawahi kuwachakaza Waarabu. Kwa hiyo itakuwa ni zamu ya Al-Masry kumchakaza Benjamin. Hilo sisi wala hatuna mashaka nalo, na wachezaji wamenithibitishia hilo ya kwamba jukumu lako Ahmedi, tembeza kispika nchi nzima, mashabiki waje pale Benjamin Mkapa, mengine mtuachie sisi.
robo finali hapa somo gani mara kwa mara? Kufanyaje? Kugotea robo finali mara kwa mara. Ya, kugotea robo finali takriban 5 mtawalia zimetupa mafunzo makubwa sana ya kwamba tunapaswa kutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani. Na ukiangalia robo finali zote ambazo tuliangukia pua, zote hatukufanya vizuri sana katika uwanja wetu wa nyumbani. Robo finali ya kwanza na TP Mazembe ilikuwa ni bila kama sikosei hapa. Bila tukaenda tukafa kwao mabao 3. Maana yake ni kwamba hatukutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani ambao ni Benjamin Mkapa. Vivyo hivyo robo finali na Orlando, robo finali na Wydad, robo finali na Kaizer. Kwa hii robo finali nguvu yetu kubwa ni nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Tutatumia kila nguvu tuliyokuwa nayo kuhakikisha kwamba Simba anakwenda nusu finali. Kwa hiyo funzo kubwa ambayo tumelipata ni kuhakikisha tuna utilize vizuri uwanja wetu wa nyumbani. Na tarehe 9 itakuwa ni matumizi sahihi ya Benjamin Mkapa. Mnyama anakwenda nusu finali ndugu zangu, hilo wala halihitaji ramli. Mashine, kusema Mwarabu huyu atakuwa wa mfano, yani kama ni kuchakaa atachakaa kweli. Ni matamanio mliokuwa nayo ya kwenda nusu finali au ni Mwarabu huyu ni mpeche? Matamanio tuliokuwa nayo, shauku tuliokuwa nayo, kiu tuliokuwa nayo ndiyo ambayo inatupa imani ya kusema ya kwamba huyu tutamchakaza. Tushamfunga RS Berkane goli 1, tushamfunga Al Ahly bao 1, tushamfunga Wydad bao 1. Hao wote ni Waarabu tulikuwa tunawafanya vibaya. Sasa huyu ni Mwarabu ambaye hatutakiwi tu kumfunga kwa sababu tumeshawafunga Waarabu wengi. Huyu inatakiwa tumchakaze. Na hiyo kazi wana Simba tunaiweza, wala hatuna mashaka nalo. Kwa nini tunapata shauku hiyo? Kwa sababu tunataka kuvuka kwenda hatua inayofuata. Sio kwa sababu ni mpinzani mwepesi, ni mpinzani bora sana. Hata jana ukiangalia namna ambavyo alikuwa akicheza, unamuona kama mzembe fulani hivi, lakini ana maarifa mengi. Sasa ni mpinzani mgumu, lakini kwa namna ambavyo tumejipanga na tunakwenda kujipanga na namna ambavyo tutaingia uwanjani tarehe 9, imani yetu ni kubwa ya kwamba mnyama anakwenda nusu finali.